Ya dunia huwa mazito kweli, shikilia kamba yake jalali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi wa ukhti, ayyamul ashr min Dhulhijja. Tuzungumzia masiku bora, masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa mfungo tatu, mwezi tuliokuwa nao, mwezi wa kipekee. Na leo kama vile tulivyokuwa tumemwahidi ndugu yetu mtazamaji, tunakuja kushindanisha kwa kupitia vigezo vya kitaaluma na akwali za ulama walipozungumzia makumi tuliokuwa nayo. Ndugu yangu mtazamaji, sisi tuna makumi matatu katika vipindi vya miezi 12. Makumi matatu inahesabika, hayo ndiyo yana ubora wa kipekee. Tuna 10 ambalo limeingia kwenye mwezi wa Ramadhani, siku 10 la mwisho, ambalo Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wassalam ilikuwa likiingia ili yashuddu mizara wa yuqidhu ahla, anajifunga kibwebwe na anamsha wakeze, yaqumu al-layl sallallahu alayhi wasallam. Bali Mtume wa Mwenyezi Mungu kahimiza sahabi zake, umma wake, qawlan wa fi'la, kwa matendo na kwa maneno alayhi salatu wassalam, kupatiliza masiku 10 ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini vile vile tuna 10 la pili katika mwaka wetu, kalenda ya Kiislamu, 10 linaloangukia kwenye mwezi wa mfungo tatu katika siku za mwanzo, kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi 10. Haya ni masiku 10 ya kipekee. Lakini vile vile tuna 10 ambayo masiku ya mwanzo katika mwezi wa mfungo 4, ambao kwenye kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa kwanza, Shahrullahi al-Muharram. Ndugu yangu mtazamaji, masiku 10 haya wanawazuoni baadhum fadhalu ayyam al-ashr min Ramadhan, baadhi yao wamefadhilisha masiku 10 bora yale ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye 10 la mwisho. Wa baadhum fadhalu hadhihi al-ayyam, na baadhi yao wakafadhilisha masiku 10 haya ambayo yapo katika mwezi wa mfungo tatu. Na aqwali shadhi zipo za kufadhilisha Shahrullah al-Muharram, sababu ni mwezi mtukufu, mwezi ambao mpaka imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, afdalu salah qiyamul layl, bora wa sala ni ile ambayo itakofanywa wakati wa usiku, fi jawfi al-layl. Lakini vile vile wa afdalu as-siyam wa afdalu salah ni qiyamul layl. Lakini vile afdalu siyam, bora ya funga ni mtu kufunga katika Shahrullah al-Muharram, kufunga kwenye mwezi mtukufu wa Allah Muharram. Siyamu Shahrullah al-Muharram, wanasema huu mwezi kuingizwa jina la Allah, Shahrullah al-Muharram, mwezi wa Allah. Hili ni kubwa sana. Qal fa in qila ayyuma afdal 10 Dhulhijja am 10 awakhir min Ramadhan, kauli yenye nguvu, ushindanishi upo katika makumi mawili, Ramadhani na 10 hili. Ikiulizwa yapi bora, 10 la Ramadhani na 10 hili, qala Ibn Qayyim rahimahullah, anasema Ibn Qayyim Mwenyezi Mungu amrehemu, qad suila Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah an 10 Dhulhijja wal 10 awakhir min Ramadhan ayyuma afdal. Swali hili ambalo mnaniuliza mimi, aliulizwa shekhe wangu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, aliulizwa akaambiwa 10 Dhulhijja wa 10 awakhir min Ramadhan ayyuma afdal, 10 la mfungo tatu na 10 la Ramadhani lipi bora? Faqala ayyam 10 Dhulhijja afdal, masiku 10 ya mfungo tatu ni bora min ayami al-ashr min Ramadhani, kuliko 10
la mwisho kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walayali al-ashri, na usiku, twasema ni usiku za 10 la mwisho wa Ramadhani, afdal min layali ashri Dhulhijja, kuliko michana ya siku 10 ya Dhulhijja. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alipotoa qaulul fasl, kauli ya upambanuzi, kazungumzia kwamba Ramadhani ubora wake le 10 la mwisho ni usiku. Usiku inashinda, lakini hili nalo likishindanishwa Ramadhani, michana yake ni bora kuliko michana ya 10 la mwisho wa Ramadhani. Ama kwa wakati wa usiku lile ni bora kuliko usiku ya masiku 10 haya kwa wakati wa usiku. Kwa wale wameangalia nyakati, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kwa sababu yale Mwenyezi Mungu ya Ramadhani amezungumzia ubora katika usiku, na haya amezungumzia ubora katika wakati wa michana, na hii ni fiqhi ya ajabu. Walidhalika qala Ibn Qayyim mualliqa rahimahullah, anasema Ibn Qayyim akifanya ta'liq, anasema wa idha ta'ammala al-fadil al-labib hadha al-jawab wajada shafiyan kafiya. Asema Ibn Qayyim rahimahullah, atakapopeleleza mtu ambaye al-fadil al-labib, mtu mwenye Allah alompa fadhila na akampa akili, hadha al-jawab, hili jawabu alilitoa Ibn Taymiyyah rahimahullah, wajada shafiyan kafiya, talikuta liko safi kabisa. Fa innahu laysa min ayami al-amali fiha ahabbu ila Allah min ayami 10 Dhulhijja, hakuna masiku ambayo Mwenyezi Mungu anapenda zaidi matendo ya mja kama kwenye masiku 10 haya ya mfungo 3. Wafihima yawm Arafa wa yawm an-Nahr wa yawm at-Tarwiyah, ndani yake kuna yawm Arafa, kuna yawm an-Nahr, siku ya kuchinja, wa yawm at-Tarwiyah. Wa amma layali 10 Ramadhan, ama ile tusema nyusiku, ikijuzu nyusiku zile za mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye 10 la mwisho, fahiya layali hiyai allati kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuhyiha kullaha, hii ilikuwa ni sehemu yake kubwa Mtume wa Mwenyezi Mungu akiuhiisha kwa kufanya qiyamul layli. Wa fiha lailatu khairu min 1000 shahrin, ndani yake kuna usiku ni mbora kuliko miezi 1000. Faman ajaba bighairi hadha at-tafsil, yoyote atakayejibu kinyume na upambanuzi huu, lam yumkinuhu an yudli bihujjatin sahiha, hawezi kuleta hoja nzito. Haya ameyasema Ibn Qayyim rahimahullah katika kitabu Bada'il al-Fawaid. Ibn Rajab rahimahullah alipokuja kuzungumzia kufadhilisha baina ya ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani 10 lile na 10 hili, akasema wa amma nawafil 10 min Dhulhijja fa afdal min nawafil 10 Ramadhan, kufanya ibada ya sunna kwenye masiku 10 haya ya mfungo 3 ni bora zaidi kuliko sunna itakayofanyika kwenye 10 la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakadhalika faraidh 10 Dhulhijja tudhaafu akthar min mudhaafat faraidh ghairi, hata mtu akifanya ibada ya faradhi kwenye masiku 10 haya ya mwezi wa mfungo 3, ujira wake unaongezwa zaidi kuliko kufanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hayo ameyasema Ibn Rajab al-Hanbali kwenye Fathul Bari sharh Sahih Bukhari. Ndugu yangu mtazama, ukishayajua hayo, kuna sali ambalo yatabadha ila adhanina, limadha la nusari ila khairat, kwa nini hatukimbizani kufanya kheri kwenye 10 hili ambalo limeonekana ni bora ayamu dunia kuliko 10 mengine, kuliko masiku mengine? Shida ni nini? Bali watu wanavyojituma yana vile vile, hata mashekhe wanavyofanya mihadhara mbalimbali, inawezekana ni tofauti baina 10 la mwisho wa Ramadhani na hili. Wakataja baadhi ya wachuoni fi asbab, kuna asbab.
watu kuto kupupia kheri kwenye 10 hili. Jambo la mwanzo wanasema 10 lile sufidati shayatin au marta shayatin, wamefungwa wale viumbe waovu. Allah jalla jalalu amejalia 10 hili wale viumbe waovu wapo uraiani. Ibtila ni mtihani, Mwenyezi Mungu aangalie waja wake yule atakayejituma kisawasawa. Kwa maana hiyo ndio utakuta kwamba 10 la Ramadhani watu wanakuwa wengi sana kufanya ibada na kujituma mbalimbali na kujua ubora wa 10 lile tofauti na huko, kwa sababu kule kuna yule kiumbe ambaye ni mshawishi wa shari kafungwa. Jambo la pili, mwanadamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuanzia mwezi mosi mpaka kuja kufikia mwezi 20 tayari nafsi yake ameinyanyua, kainyanyua mpaka imefika juu. 10 likija nafsi ameshaifanya tarbia, malezi, imepanda kiimani. Lakini 10 la mfungo 3 linakuja kukuta bila maandalizi hayo ya kiroho. Umepita mfungo 2, hakuna jambo ambalo limetajwa katika ibada mbalimbali zaidi ya kutaja ni moja katika miezi mitukufu. Lakini je, kuna ibada iliyotajwa? La, zaidi ya zile za kawaida ambazo tumezizoea, sala na ibada nyingine mbalimbali. Kwa hiyo jambo la pili, hii 10 la mfungo 3 linakuja tukuta hatuna program maalum iliyolea nafsi, tofauti na kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio utakuta kwamba 10 la mwisho nafsi imeshanyanyuka, nafsi imekwenda juu kiimani kiasi kwamba inakuja kukumbana masiku 10 yale, nafsi imekuwa sura sio ile ambayo imezoeleka, tofauti na 10 yale. Nukta ya 3, kwa nini 10 hili watu hawalikimbilii sana? Qillatu salikin, uchache wanaoelekea kwenye njia hii kwenye 10 yale, wachache mno. Bali limeonekana kama 10 hili lilhujaji walmu'tamirin, ni wale Mwenyezi Mungu wale waruzuku mali wakaenda haji. Sisi ambao tumebaki hapa kama vile hakuna kitu, la. Kwa hiyo qillatu salikin, 10 hili linakuja kutukuta kuna watu wachache. Kwa leo halina mashamshamu tofauti na lile la Ramadhani, lina idadi ya watu, mchana umefunga, usiku unakumbana na qiyamul layl na misikiti inavyokuwa na haraka, tofauti na 10 hili. Kuna qillatu salikin, kuna wachache mno wanaoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila idadi ikipungua ndio inakuwa kuna kudhoofika kuweza kujua umuhimu wa ashr min Dhulhijja, afdal ayyam ad-dunya, masiku 10 ya Dhulhijja ambao ni masiku 10 bora ya kipekee. Nimalizie na nukta ya mwisho, bali nazungumzia nukta ya mwisho sio kwamba ndio zimeisha, la, isipokuwa kuzitaja nukta hizi ili kwamba hii ni sababu ya kuona kuna kipi ambacho kimekuwa kimekosekana mpaka kawa ni sababu ya kuweza kufanya masiku 10 haya kawa hayana watu wengi. Tunasema ambalo ni kubwa kabisa ndani yake, tunapozungumzia kwenda zungumzia Lailatul Qadr, kuna vitu ambavyo ni vikubwa ambavyo hata mtu akitajiwa anaambiwa kuna Lailatul Qadr, kubahatika hiyo khairu min 1000 shahr, mpaka watu wamekuza Lailatul Qadr kwamba nyota kubwa, vitu gani. Kwa wale mtu anakimbizia na hivi vitu ambavyo vimejengwa katika akili, mpaka inakuwa ni vigumu kuweza, kwa tofauti na huko akiamba kuna yaumu Arafa, akiamba kuna kadha, anakuta labda kuna hadithi zimekuja madhambi kusamehewa ya mwaka miwili, mwaka uliopita, mwaka ujao na haya yote. Lakini ndugu yangu mtazamaji, biidhnillah taala, pamoja ikiwa na kuaga ila sehemu inayofuata, nini kifanyike baada ya kujua uzito na ubora wa masiku 10 haya. Kipindi kitakachofuata ni kukufahamisha ahamul a'mal, nini ufanye ili uweze kupata neema na ghanima ya kubahatika masiku 10 haya. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Wa ila liqa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ya dunia huwa mazito kweli, shikilia kamba yake Jalali.